Kumbe sasa yale maparachichi ambayo wakati huo nilikuwa Morogoro, maparachichi yale kumbe yanatoka Moshi, mengine yanatoka sijui Burundi, mengine sijui yanatoka wapi. Kwa hiyo hapa nina varieties ya maparachichi. Yameanza kuzaa miti miwili ndio imeanza kuzaa. Miti kama 6 hivi bado haijaanza kuzaa. Sijajua matunda yake yatakuwaje. Lakini kwa kweli haya maparachichi ni makubwa mno. Umeona hili parachichi? Umeona hili parachichi? Ni kubwa mno, yani ni kubwa mno. Hii mbegu nilinunua tu mimi sokoni, nikala, nikapanda, ndo saizi ninakula na ninauza. Namshukuru Mungu. So hela ya nyanya, ya mboga mboga, ya vitunguu sikosi. So ninachokushauri na wewe, unachotakiwa kufanya ukila parachichi lako usilitupe, lifukie tu mahali. Kumbuka kulitupia maji kimtindo, likiota na uliweke mahali ambapo unafikiri hapo ndo unataka mti wako uwepo. Sio uatike baadaye uhamisha. Haya kuhamisha mara nyingi hayawi na ubora. Kwa hiyo weka hapa kwamba hapa ndo nataka mti wangu wa parachichi uwepo, waifukia pale. Endelea kulihudumia. Baadaye utashangaa baada ya miaka 4 na wewe unakula matunda. So ninasubiri kwa hamu sana hii miti ambayo bado haijazaa nije nione ni variety ya matunda gani. Kwa hiyo hapa nina maparachichi ya ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini ni ya asili. Unanielewa? So na wewe Grace na wengine ambao wako interested na maisha ya kuwa na mimea nyumbani, matunda nini, fanya. Mimi nyumbani kwangu ukifika ni kama msituni tu, yani majani kila mahali, yani huku miti, huku hiki kila mahali. So I love that environment. Mimi napenda mazingira ya hivyo. Napenda mazingira ya hivyo. So na wewe nakuhamasisha. Nikija kupata hela nitatengeneza mazingira kwa ubora zaidi, nitatengeneza garden nzuri, lakini kwa sasa wacha tu nipande hayo matunda kwa sababu ninaamini baadaye yatanisaidia hata uzeeni pengine yatanilea.